Hewa ukaa au biashara sasa hewa ukaa, lengo lake ni moja ambalo ni mahususi, ni kupunguza gesi joto katika nchi yetu, lakini pia duniani, kwa sababu tunajua gesi joto ndio chanzo kikubwa cha mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa mantiki hiyo, tunavyopunguza gesi joto, maana yake tunakuwa sasa tunajiweka katika sehemu ambayo ni rahisi sasa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini basi kurudisha ile hali ya asili ya maeneo yetu. Kwa hilo ndio lengo kubwa la biashara ya carbon. Sasa tukija kwenye swali lako mahususi la katika kilimo na katika misitu, tunajua kilimo kinachangia kwa kiasi kikubwa sana ongezeko la gesi joto duniani. Lakini pia kilimo hicho ndicho kinachochangia kwa uharibifu mkubwa wa mazingira. Na hususan kwa mikoa yetu kama hii ya Katavi, ukirudi nyuma miaka 15 nyuma, unaweza ukaona namna ambavyo tulikuwa na misitu mingi, lakini kwa sababu ya shughuli za kilimo ambazo hazijapangiliwa, wengine wanaita kilimo holela, kilimo cha kuhamahama, mwisho wa siku sasa tunakuwa na maeneo mengi ambayo yamefyekwa, lakini pia sasa tunakuwa na uzalishaji mkubwa wa gesi joto kulingana pia na aina ya kilimo tunachokifanya. Kwa hiyo tunapokuja sasa kwenye biashara ya carbon, inatusaidia kutuambia ni kilimo gani tufanye, kwa namna gani tufanye kilimo chetu, ili sasa kwanza kiwe ni kilimo chenye tija, lakini cha pili kiwe ni kilimo ambacho hakizalishi gesi joto na hakichangii katika mabadiliko ya tabia nchi. Na hivyo katika misitu, tunajua tunao misitu mingi hapa Katavi. Na misitu hiyo kwa namna moja au nyingine imekuwa ikiharibika kwa kushambuliwa. Kuna watu wanakata miti kiholela, kuna watu wanachoma mkaa kiholela, kuna watu wengine wanachana mbao kiholela, sio kwa kufuata utaratibu. Sasa shughuli zote zile ambazo zinakuwa ni haribifu zinaenda moja kwa moja kuchangia kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo basi hewa ukaa inavyokuja inatuambia kama tuna msitu, ni kwa namna gani tuutunze huo msitu, namna gani tuhifadhi huo msitu. Na hivyo basi unakuwa kwanza msitu wenyewe unakuwa unachangia katika maendeleo endelevu ya wananchi, lakini pia ya taifa, lakini pia tunakuwa tunapunguza zile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sawa. Tumezungumzia hapo kwamba shughuli hizi mbili zinaweza zikawa ni miongoni mwa maeneo ambayo yanachangia kwa namna moja au nyingine katika kusababisha uharibifu au kuongeza kasi ya mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo yetu. Sasa nikawa najiuliza pia shughuli hizi mbili zina mchango kiasi gani katika kusaidia kunyonya hewa ukaa? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa sababu kama nilivyosema, toka tulianza kipindi tumekuwa tukizungumzia hususan miti na mchango wake katika kuhifadhi hewa ukaa. Kwa maana nyingine kama ulivyosema, kunyonya hewa ukaa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba misitu ndio tunasema ni kama sasa tenki la kuhifadhi hizi hewa chafu, miti. Kwa hiyo kilimo pia kama nilivyosema kwamba kilimo kikilima kiholela kinachangia kwa kasi sana mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano nitakupa tu mfano kidogo, kilimo cha mpunga ambacho ndio miongoni mwa kilimo kikubwa hapa kwetu Mpanda. Kilimo cha mpunga kama utalima na ukaruhusu maji yajae kwenye majaruba msimu mzima, unakuwa umezalisha methane ambayo ni miongoni mwa hewa chafu ya kutosha. Na ile hewa ya methane, uwezo wake sasa, hapa tulikuwa tunazungumzia carbon au carbon dioxide kama moja ya hewa ukaa ambayo inaathiri kwa kiasi kikubwa sana ozone. Sasa methane ni mara 25, uwezo wake ni mara 25 ya uwezo wa carbon. Maana yake nguvu ya tani moja ya methane inaharibu mara 25 zaidi ya carbon dioxide. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo
hii hewa ni hatari sana. Lakini sasa ukilima mpunga unazalisha hizo hewa. Hususan pale ambapo utakuwa umejaza maji yako kwenye majaruba mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Na wakulima wetu wanafanya hivyo kwa sababu pia wanaamini akifanya hivyo atapunguza Paris. Kwa hiyo ni tatizo. Lakini pia kitu ambacho pia hawaelewi ni kwamba ukifanya hivyo unazuia mpunga kuwa na mapando mengi. Kwa maana nyingine kwamba utakuwa tu na mpunga ambao haujastawi vizuri, kwa sababu kwanza umeunyima oxygen, na kwa maana hiyo unakuwa haupumui. Kwa hiyo moja kwa moja inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mkulima asipoelimishwa. Lakini sasa kwenye biashara ya carbon tunasema ukilima mpunga, kwa mfano kama unaingiza maji kwa muda, baadaye unatoa yale maji, maana yake kwanza utaongeza uzalishaji wa mpunga. Lakini cha pili utakuwa umepunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa methane ambayo ni hewa nyingine chafu ambayo inachangia katika mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hizo ndizo, ukifanya tu hivyo tayari unakuwa una uwezo kabisa kuingia kwenye biashara ya carbon. Lakini pia kwenye kilimo kuna watu pia wamezoea kwamba ili alime, aseme kwamba amelima, ni lazima aidha trekta au plow liingie shambani, au yeye mwenyewe aingie na jembe lake la mkono atifue ardhi ndio ajue kwamba amelima. Lakini kumbe kuna namna nyingine ambayo mtu anaweza kulima, ukaandaa shamba lako bila kutifua hiyo ardhi. Kwa sababu pia kadri unavyozidi kuitifua ardhi mara kwa mara ndivyo inavyozidi kupoteza rutuba. Kwa hiyo wananchi pia inawezekana akawa hawajui au wanajua. Ndio maana siku hizi nakwambia kwa hapa Katavi huwezi ukalima bila kuweka mbolea. Kwa sababu gani? Maana yake ardhi imechoka. Na imechokaje? Kwa sababu kila mwaka inageuzwa, maana yake inapoteza nini? Rutuba. Kwa hiyo wananchi akielimishwa, lakini pia kupitia hiyo mbinu, maana yake mtu mwingine akifanya kinyume chake, kwamba akawa anapunguza kile kiwango cha kutifua ardhi, maana yake tayari anakuwa ana uwezo wa kuingia kwenye biashara ya nini? Ya carbon, kwa sababu tayari anatunza ardhi. Yes, anatunza udongo na anatunza ardhi, ambapo ukitunza udongo nao ni moja ya sehemu ambapo inahifadhi carbon kwa wingi sana. Kwa hiyo sasa hizo mbinu ndizo kwenye kilimo zinaingia kwenye biashara ya carbon. Zipo mbinu nyingi ambazo kitaalamu tunasema ni mbinu ambazo zinasaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kufanya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hizo mbinu zote ukiziweka pamoja, ukaingiza kwenye mradi wa carbon, unaweza kupata hii fedha ambazo zinatoka kwenye biashara ya carbon kwa kirahisi sana. Kwa kama nilivyoanza kusema ile mwanzoni, tunaanza kipindi, kwa maana kipindi cha kwanza kabisa tulisema kwamba biashara ya carbon ni motisha. Unapewa motisha kulingana na shughuli unayofanya. Kwa hiyo lazima uwe na shughuli inayoingiza kipato ili uweze kupewa motisha. Na hizi shughuli za kwenye kilimo, na ndio nadhani sisi kama Tanzania tuitakiwa tuchangamkie zaidi kwa sababu 75% wa Tanzania na wakulima. Ndio. Kwa sasa maana yake wale wakulima wangechangamka, maana yake kwanza utaingia kwenye kupata motisha moja kwa moja sasa. Tofauti na kwenye misitu, tumeshaizungumza sana kwamba misitu mara nyingi inakuwa inahusisha misitu mikubwa ambayo mara nyingi sasa inakuwa ni misitu ya kijiji au ya halmashauri au ya taasisi zingine. Japo ipo misitu pia ambayo inaingia kwenye ya watu binafsi ambayo inaingia kwenye hizi biashara za carbon, ambapo kwa Tanzania bado haijawa mingi sana. Tuna miradi kama 2-3 tu mpaka sasa ambayo inagusa misitu ya wananchi. Kwa hiyo lakini sasa tukichangamka tukaingia kwenye kilimo, manake kila mtu ataguswa. Lakini licha ya kwamba utapata hizi fedha za carbon, lakini moja kwa moja utakuwa uzalishaji utaongezeka. Kwa sababu kwanza utafundishwa mbinu bora za kilimo ili uweze kupata mazao mengi, ambazo hizo mbinu moja kwa moja zinakuwa ni package kwenye huo mradi. Kwa hiyo nadhani kilimo ina kubwa zaidi kwa wananchi wetu kuweza kuingia kwenye biashara ya carbon.
Sawa. Kwenye kilimo kuna namna umenivuta hivi nikaanza kuweka makadirio yangu na namna ambavyo mkoa wa Katavi wananchi wengi wamejikita huko kwenye kilimo na wanafanya kilimo cha mazao mbalimbali. Kuna sheria au kanuni ambayo ya carbon moja kwa moja inayoongoza sekta ya kilimo? Ya kwanza niseme tulisema kipindi kilichopita, biashara ya carbon sio kama biashara zingine. Inaongoza na miongozo mingi sana, na kwa nchi yetu uzuri ni kwamba tuna mifumo ya kisera na kisheria ambayo inakuwa inaongoza biashara ya carbon, lakini mifumo hiyo hiyo pia imeweka vipaumbele, sekta za kipaumbele. Tunao mchango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambao hii ni sera ya kitaifa ambayo ndani yake inaainisha sekta za kipaumbele ambazo sisi kama nchi tunatakiwa tuendane nazo, ili kama tunahitaji kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Na ukisoma ile sera tuna sekta kama 7, na miongoni mwa hizo sekta 7 kilimo kipo. Na uzuri ni kwamba ukisoma hiyo sera, lakini pia hata ukisoma mwongozo wa biashara ya hewa ukaa au biashara ya carbon wengine wanavyoiita, utaona ambavyo imeweza kuainisha, imekwambia hadi shughuli utakayotakiwa kufanya ili mradi wako uweze kuingia kwenye biashara ya carbon. Na miongoni mwa shughuli ambazo nilikuwa nazisema kwenye kilimo ndio hizo ambazo nilikuwa nasema, kwa mfano kwenye kupunguza uzalishaji wa gesi ya mesani kwenye kilimo cha mpunga. Maanake hiyo ni moja kwa moja. Kwa mfano hapa Mpanda Katavi tuna sehemu nyingi sana tunalima mpunga. Sasa hebu chukulia mfano useme labda scheme labda ya Itenka au ya Kakese au ya Mwamkuru au Mnyagara au Mwamapuli kule, kwamba sasa hizi scheme zote tunaziingiza kwenye mradi wa carbon. Maana yake ni kwamba unakuwa ni mradi mkubwa sana. Kwanza uzalishaji wa mpunga utaongezeka maradufu, kwa sababu ni tafiti ambazo zimeshafanywa kitaalamu, imeonyesha kabisa kwamba ukiweza kutumia njia bora za kilimo cha mpunga, kwa maana ya kwamba utaongeza uzalishaji, cha kwanza hicho. Lakini cha pili, tutapunguza uzalishaji wa gesi joto, ambayo moja kwa moja tutaweza kuingia kwenye mradi wa carbon. Kwa hiyo tutapata faida mara mbili. Tutaongeza uzalishaji wetu wa mpunga, lakini pia tutapunguza gesi joto, lakini pia tutalipwa kulingana na shughuli yetu ya uhifadhi hiyo ambayo tumeifanya. Kwa hiyo nadhani ni swala tu sasa la sisi kama wataalamu ndio maana tunatoa elimu ili watu wafunguke, wasije wakawa nafikiria carbon ni kwenye misitu tu. Kwenye kilimo kuna fursa nyingi sana. Tukianza kuzielezea hapa tunaweza tukakesha. Kwa mfano mwingine tu anaweza akasema mimi labda ana kilimo chake cha migomba. Akasema kwenye kilimo hapo sasa tunawazungumzia watu wa Mwese. Mwese kule kilimo cha migomba, kilimo cha kahawa. Akasema kwenye shamba langu nitatandaza yale majani ya mgomba, au atatafuta nyasi atandaze pale chini. Maana yake hakuna ardhi zinaonekana. Tayari hapo unakuwa umeshaingia kwenye mradi wa hewa ukaa. Lakini mwingine anaweza akasema mimi shamba langu liko kwenye mwinuko, na hivyo mvua zikinyesha tu udongo wote unachukuliwa na maporomoko ya maji. Kwa hiyo akatengeneza mifumo ambayo inazuia hayo maporomoko ya maji yasije yakabeba udongo. Tayari anakuwa ameingia kwenye mradi wa hewa ukaa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna fursa nyingi zaidi kwenye kilimo kuliko hata kwenye misitu. Ni swala tu sasa la uelewa na utashi wa watu sasa kwamba sisi tunaingiaje. Mtaalamu mhandisi Juma Maziko tuko naye hapa studioni, na leo tunazungumzia sheria, kanuni, taratibu na miongozo kwenye biashara ya carbon ambayo imejikita katika sekta ya kilimo na misitu. Na tulikuwa tumeigusa misitu kwa kuwa tunaizungumzia karibia kila siku. Tukasema tuguse zaidi kilimo ambacho ndiyo kazi kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Katavi, na huenda wanayo hiyo fursa ya kuingia kwenye biashara ya
carbon bila wao kujua, wala hawajui wanatakiwa kufanya nini na nini. Tumeshazungumza hapo kwamba zipo taratibu ambazo zinatambua kuhusiana na mradi ya carbon kwenye kilimo na zinafanya kazi, isipokuwa sasa sisi ndo hatuzifanyii kazi. Sawa, pengine mtaalamu tuambie, hivi wakulima wadogo ambao wanamiliki haya mashamba, mtu ana mashamba yake binafsi, sheria ya biashara ya carbon inamtambuaje huyu mwenye ardhi? Asante, nadhani ni swali zuri. Sheria ya carbon inamtambua, uwe na eka moja uwe na nusu, inakutambua. Hata nusu inakutambua wewe ni mmiliki halali wa ardhi. Mimi naweza nikaingia. Lakini sasa mwisho wa siku tunachokuja kusema kwa sababu ni swala la motisha na linahitaji, mwanzoni nilisema linahitaji kidogo uwekezaji mkubwa kidogo mwanzoni, na kwa mantiki hiyo sasa tunakuwa tunashauri hata kama unataka kuanzisha kijijini, ni vyema basi mkajiunga katika kikundi, kila mmoja akatoa ardhi yake, manake kila mmoja ana shamba na lima, manake akaliweka kwenye mpango, ataendelea kulima kama kawaida, lakini ataliingiza kwenye mpango, na siku mnaanza sasa kupata gawio kutoka kwenye biashara ya carbon, manake kila mmoja atapata kulingana na ukubwa wa eneo lake. Kwa hiyo kwenye biashara ya carbon tunahimiza zaidi ushirikiano kuliko mtu kufanya peke yako. Labda uwe na eneo sasa kubwa ambalo linaweza sasa we mwenyewe ukasema nina uwezo wa kugharamia hizi gharama za mwanzoni, kwa maana ya kulipia vibali vyote, ili basi uweze kuingia kwenye biashara ya carbon na ukapata hela nzuri pia kutoka huko. Lakini kama wakulima ni wadogo, una eka moja na eka mbili, ni vyema mkajiunga, mkaungana, mkasema sisi eneo letu labda la ekari 200 300 tunaliingiza kwenye biashara nini ya carbon. Na kwa mantiki hiyo sasa linakuwa mradi utakuwa unahesabika ni wa ekari 200 au 300, lakini nyinyi ndio mnajua sasa kwamba Nestuta na eka ngapi, huyu ana eka ngapi. Kwa sasa inakuwa mwisho wa siku tu pesa zikitoka mtagawana kulingana na share zenu. Kwa hiyo ndio modality ambayo tunaitumia kwa wakulima wadogo, na inafanya kazi. Sio kwamba labda ni kitu ambacho ni cha kufikirika. Mwanzoni kipindi cha kwanza tuliongelea kuhusiana na wakulima ambao wako Mleba, wako Karagwe, wako Bukoba, ambao tayari wananufaika, wakulima wa kahawa. Kwa hiyo kila mmoja anapata ule mgao kulingana na ukubwa wa eneo lake. Kwa hiyo mwenye eka 2 hatakuwa sasa na mwenye eka 3, hatakuwa sasa na mwenye eka 1. Kwa hiyo kila mmoja kwenye hili sera ambazo zinaongoza hii biashara akawa amekata tamaa. Kwa mantiki hiyo sasa kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunakizungumza kila siku, na tunaamini serikali inasikia na itachukulia maanani, ni kwenye gharama za uanzishaji wa hii miradi ya carbon. Mara nyingi zinakuwa na gharama ya mwanzo ambayo sio kubwa sana, lakini sasa kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu sasa hivi tunatamani mwananchi wa kawaida ndiye awe mnufaika wa kwanza. Kwa mantikio sasa angalau gharama zinatakiwa zishuke, hususan za ndani ya nchi, ili sasa tutoe motisha. Yaani kwa mfano unaweza kaangalia mtu anaanzisha biashara, gharama ya kupata leseni ni gharama ndogo kuliko mtu anayeanzisha biashara ya carbon. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo tunahitaji kufikiria namna gani tunaweza tukapunguza hizi gharama hususan za mwanzo ambazo zimetajwa katika sheria yetu. Nadhani hiyo ndio changamoto kubwa iliyopo katika sheria zetu na miongozo yetu. Sawa, pengine kuna hatari gani sasa? Tumemzungumzia huyu mkulima ambaye yeye binafsi anaweza akaingia huko kwenye kupata hizo motisha kupitia hicho kilimo ambacho anakifanya. Kuna hatari gani sana kwa mkulima katika kusaini mikataba
ya biashara ya hewa ukaa bila kuwa na uelewa wa kutosha? Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu ukisaini kitu usichokielewa, cha kwanza huwezi ukaona faida yake na ni rahisi kuibiwa. Na hilo ndio huwa tunasisitiza. Ndio maana mwekezaji yoyote anapokuja kijijini kuanzisha biashara ya hewa ukaa, cha kwanza sheria inayomtaka aende akaongee na wananchi kijiji kizima, walizie, kila mmoja alizie. Ili alizie lazima aelewe, halafu ndipo asaini yale makubaliano. Lakini sasa changamoto iliyopo, wakati mwingine inapoanzishwa hii miradi, watu hawapewi ile elimu ya kutosha. Wanaambiwa tu kutakuwa na mradi wa hewa ukaa ambapo kijiji tutajengewa zahanati, kijiji tutajengewa hiki, kijiji tutapewa hiki, kijiji tutapewa hiki. Sasa zile zinakuwa ni ahadi ambazo na ukitekelezwa tu, maana yako naweza kusema tayari huu mradi umeshatupa kila ambacho tunakitaka. Lakini kumbuka ule ni mradi ambao upo kwa miaka kuanzia 30 na kuendelea. Na wakati mwingine unakuwa unaingiza fedha nyingi sana. Lakini kwa sababu mwananchi hakuwa na uelewa, anaweza akaingia kwenye kusaini ile mikataba pasipo kuhoji kwamba mgawanyo wa mapato utakuwaje, sisi kama wananchi tutafaidikaje. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo tunataka wananchi wavifahamu, ili sasa tunapokuwa na mwekezaji anakuja kwenye makubaliano, tunakuwa ni rahisi sasa kukaa chini na kuanza kukubaliana kwamba sisi kama wananchi wa kijiji fulani tunahitaji sasa tufanywe mambo yafuatayo. Mtaelezesha kulingana na, kwa sababu tayari mnauelewa na jambo ambalo mnaenda kulifanya. Yaani hiyo ni sawa sawa tu na hizi biashara zingine. Kuna mtu siku hizi tunaona kuna sekta mbalimbali hapa Katavi, sijui madini na nini. Watu wanaingia kule, wanasaini mikataba, wanafanyeje. Lakini huko ndo hatari. Ni hatari kwa sababu hajui huko chini kuna madini gani. Anaambia tu bana, hapa sisi tunataka kopa. Lakini kumbe huko chini kuna dhahabu, kuna madini mengine. Lakini kama alikuwa amefuatilia, angekuwa ameshajua kwamba chini kuna dhahabu, kuna kopa, kuna nini. Angeweza kukaa chini sasa na yule mwekezaji akamwambia, bana, hapa sisi tunataka, mimi nataka unipe hiki na hiki na hiki kwa sababu najua huko chini kuna hiki na hiki. Kwa ni sawa sawa tuna kwenye biashara ya carbon. Lazima mtu aelewe faida zilizopo, lakini pia kama tulivyosema, hivi vitu vinaangalia pia ustawi wa jamii. Hatuhitaji tu kustawisha mazingira kama sisi wananchi tutabaki na afya duni. Kwa lazima ustawi wa kijamii uwepo, kiuchumi, kiafya, kielimu na vitu vingine. Kwa hivyo vitu ndivyo ambavyo jamii inatakiwa kuviangalia, fursa ambazo zinakuja na biashara ya carbon. Sawa, huyu anasema mti ni akiba, ni sawa, lakini wapo watu ambao ni waharibifu na wanajulikana, wanatoka maeneo mengine, na ukiwaona ni kwamba hawana elimu. Tunawafanyaje hao ili tuweze kuhifadhi maeneo yetu? Anaitwa Alon maarufu kama Baba Ile asipo pande za Kilima Hewa. Maanake ili swala la jamii kwa jamii wao wenyewe sasa ni kuelimishana, kwa sababu kama yeye Baba Alon ameshaelewa, akimwona mtu huyo amuelimishe. Lakini pia tunaendelea, serikali inaendelea kutoa elimu, lakini pia mashirika binafsi, watu binafsi tunaendelea kutoa elimu. Media nazo siku hizi zinatoa elimu. Kwa hiyo inabaki sasa ni uelewa wa mtu. Lakini mimi kwa mtu kusema huyo ni mharibifu, ni kweli watu ni waharibifu, kila mtu ni mharibifu cha kwanza kwenye eneo lake. Kuna wakati tu utakuwa mharibifu. Kwa lazima sasa unavyopata elimu unazidi sasa kujifunza ni kwa namna gani tuendelee kuhifadhi. Lakini pia elimu tunaoitoa ukiipata usiwe mbinafsi, kwa sababu kama kuna dhambi ambayo itapeleka watu wengi jehanamu, ni ubinafsi. Kwa sababu mtu anashindwa kushirikiana na ndugu yake na jamaa yake, anasema sasa hiki ni cha kwangu. Lakini hii ni elimu tu ambayo natakiwa kila mtu apate, yule hususan yule ambaye ukishaelewa muelimishe na mwenzako. Masuka Kulwa au Msukuma Original anasema yupo Imilamate B Kisese. Sasa kwa nini mbolea kitaalamu inaua ardhi yetu? Kwa nini? Yaani
Sasa huyu ni uzuri ni amesema yeye ni Msukuma original. Kinachotokea kama yeye, unajua mimi nimekulia kwenye zile familia za kifugaji. Kipindi sisi tunakuwa hatukuwa kabisa na matumizi ya mbolea, lakini kitu ambacho kilikuwa kinafanyika, tulikuwa lile zizi la ng'ombe kila mwaka linahama. Tunalihamisha. Tunalihamisha. Tulikuwa hatuelewi ni kwa nini tunalihamisha, lakini likihamishwa, ukija kulima mahindi pale, unajikuta mahindi ya pale unaweza kulima pale hata miaka 5. Yaani ni kama kwamba yanawekewa mbolea. Kwa nini? Kwa sababu ya ile samadi ambayo iko pale. Kwa hiyo hizi mbolea za chumvi ambazo ndo za kiwandani ni kweli zinafanya kazi kwa haraka, lakini zinaharibu ardhi, kwa sababu kwanza zinaongeza chumvi kwenye ardhi. Na chumvi ni hatari sana. Lakini cha pili, zinaenda kuchosha ile ardhi. Kwa mantiki hiyo sasa, ukitumia kwa muda mrefu zinakuwa zinachosha. Lakini mtu ambaye anatumia samadi au anatumia mbolea vunde, akiweka mara moja, kwa mfano ukiweka samadi mara moja, inaweza kukaa miaka mpaka 10. Usiweke tena mbolea. Lakini ukiweka mbolea vunde hivyo hivyo mpaka miaka 15, hilo eneo halihitaji kuwekewa mbolea. Kwa sababu gani? Zile zinaenda kutengeneza ule udongo. Kwa hiyo zinachangamana na udongo. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na hizi mbolea za viwandani. Kwa hiyo wananchi ambao wana uwezo, kwa mfano mtu ana ng'ombe, siwezi kumshauri sana kuendelea kutumia mbolea hii ya viwandani, kwa sababu atakuwa na haribu ardhi yake siku hadi siku.